Bungaria. Yeah. Thank you Mr. Speaker kwa kunipea hii nafasi. Mimi sina mambo mingi. Mimi nataka kuongelea hizi mabikiaro kina Orengo wanafanya. Niliwaambia na tena narudia. Orengo ni project ya Ruto. Kwa sababu unajua kwa nini nasema hivyo? Orengo anasanya vijana anaenda nayo pale CBD. Anawacha vijana kwa chini, vijana wanawekwa ndani. Sasa hii mtu anaenda kulala ndani na hiyo baridi na maybe ako na watoto. Vijana moja kutumika na Orengo. Orengo ni mtu ameshacheza siasa miaka mingi. Huyu ni mtu ameturudisha nyuma kama sisi kama watu wa Siaya. Orengo kuna kitu anatufanyia. Orengo anataka sisi kama Wajaka turudi kwa barabara. Kitu tulisema bai kwa maandamano. Ndio wengine pia waende na masemeji wake. Sisi kama Wajaluo na Waluya tumekataa. Na tumetakaa with capital letter. Orengo, wewe ni muongo na wewe ni muoga. Tumeona mmoja kijana anachukuliwa, wewe unajifanya pale na kusungu mingi. Tunajua kesho mtaenda pale na hiyo timu yenu ya one time ati nyinyi ni maloya. Mtajua hata Ruto pia sasa amejipanga, ako na maloya mwenye atashindana na nyinyi pale kotini. Nikiingia kwa mada nyingine. Mnasema Africans we have to unite. Hii mambo ya South Africa wanafukuza wa Kenya huko kwao. Itafanya hata sisi hatutasikiza Kenya nani Burkina Faso alifanya. Alisema Ibrahim alisema tumetumiwa na hao wasungu wa kutosha. Na mimi kama kijana mdogo nataka kutoa order. Hakuna vile mtatuambia tu unite, na hapa Kenya yetu tumekaribisha Waganda, wa Kongo, wa Burundi na Masudisi. Sudanese hapa Greenspan. Sasa hii wasichana wa Burundi, wa Kongo, wa Uganda, Sudanese. Ni brown kuliko hata Wakikuyu hapo wa Meru hapa. Wamejiblink, wanakatwa tumisifa. Nataka kusema hivi. Mimi nawaomba Wakenya wenzetu, tukue na umoja na tupeleke hii Kenya mbali. Tuache fitina mingi. Na nikisema nataka kurudia tena, natuma message kwa watu wa South Africa. Ukikuja hapa Kenya, sisi tumeajiri maforeigners wengi kuliko hata watu wetu. Wasichana wetu wamesoma, wanafanya kazi ya maid. Na hao wetu wengine wametoka nje ndio sasa wanafanya kwa ofisi au ndio wanajua kutumia laptop. Na watu wengi wetu wamefungiwa hawezi kufanya biashara hapa Kenya. Ukienda hapa Greenspan, hapo kwa Kawas, wa Kongo na Burundi ndio wako hapo wengi. Hapa sisi wa Kenya tuko na vijana. Na Kenya inafanya vijana wetu wasiandikwe kazi. Ukimwandika kazi ya kuosia hata mtu gari, akipata laptop kwa gari ya mtu anaiba. Akipata hata kama ni wanaiba. Vijana tuache tabia mbaya, tuko watu wazuri ndio tucomplain. Na kama bado uko na hiyo tabia, mtalia mnyang'anyo hata kasi mjenga kuna hii Kenya kulingana na ujinga yenu. Asanteni.